Hali yako mtazamaji wa channel ya kimichezo Bongo Headlines, karibu sana kupata habari zenye afya ya kimichezo kutokea hapa Bongo Headlines. Mimi naitwa Dickson George. Nyuma ya kamera tuko naye Medadius Mandoro ambaye anahakikisha picha mjongeo unazipata vizuri. Jana finali ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya RS Berkane iliyochezewa kule Zanzibar dhidi ya RS Berkane kutokea kule Morocco ilitamatika na wekundu wa Msimbazi walitoshana kwa sare ya 1-1 pale katika uwanja wa Amani, na hivyo alitangazwa bingwa RS Berkane pale katika uwanja wa Amani. Wekundu wa Msimbazi jasho liliwatoka na lilivuja kweli kweli, lakini haikuwa kwema, haikuwa vizuri sana kwao kutangazwa kama mabingwa. RS Berkane wakatoa ubingwa kutokea hapa Tanzania. Hivyo niko na shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba hapa, Sam Simba, kwa ajili ya kuzungumzia kile ambacho kilitokea katika dakika zote 90 pale katika uwanja wa Amani. Sam, mambo vipi? Safi brother, kwema? Uko vizuri? Namshukuru Mungu. Bwana, finali ilitamatika na naona umevaa uzi wa finali ya Simba dhidi ya RS Berkane kombe la shirikisho. Kwanza nikupe hongera kwa hilo. Hii ni Super Raga kipindi kile tunacheza na Al Ahly. Kwa hiyo tukijaribu kuiangalia mechi ya jana, ilikuwa ni mechi nzuri, ilikuwa ni mechi ambayo ina intensity kubwa sana, ilikuwa ina pressure kuzingatia ni finali. Pia vile vile Simba aliingia kwenye game ya jana akiwa nyuma ya goli 2. Kwa hiyo ilikuwa inahitajika afanye pressing ya haraka kuweza kuweka aggregate sawa ili kujihakikishia kuweza kulichukua kombe. Ukiangalia mechi ya jana, mpango kazi wa Fadlu Davis aliwini kwenye hafu ya kwanza, lakini game plan ilikuja kubadilika baada ya kutoka Yusuf Kagoma na approach ya kocha ikaenda kuvurugika kabisa katika mechi ya jana. Yote kwa yote, kwanza mimi ni wasifu Simba Sports Club, management, wachezaji wa Simba pamoja na mashabiki kujaribu kila mtu kuplay part yake mpaka Simba kufikia pale. Ni jambo kwangu mimi niwapongeze sana Simba. Toka wanaanza pre-season mimi sikutarajia Simba kufika kwenye engo kama hii. Kwa hiyo kwangu mimi kwanza nipeleke pongezi. Najua kuna baadhi ya watu wameudhonika kwa matokeo kulingana na kile kitu ambacho wao walikuwa wamejaribu kujitoa kwa asilimia kubwa kwamba timu inaweza ikafanya vizuri zaidi kuchukua kombe, lakini kwangu mimi kwa hii hatua ambayo Simba wamefikia, kwangu mimi naona ni kombe tosha. Sikutegemea Simba hii ambayo ndio ilikuwa inatengeneza timu iko kwenye transition na iko kwenye project ya kutengeneza timu, benchi zima la ufundi ni jipya. Kwa hiyo kwangu mimi kwanza nawapongeza wachezaji, management ya Simba, hali kadhalika na benchi la ufundi. Wengine wanaona dakika 90 zilikuwa ni halali kwa wekundu wa Msimbazi kupata ushindi katika mchezo huo. Lawama nyingi zinaenda kwa refali. Upande wako umeona nini? Mimi naona refali alikuwa ipo sahihi. Iko sahihi kwenye engo ipi? Kuna baadhi ya matukio kama mawili kwangu mimi ndio nina ushahidi nayo kwamba nimeona alikuwa hajawatendea haki. Kuna ile movement ya Joshua Mutale ambao alikuwa anaingia kwenye eneo la box la mpinzani, alidondoshwa, alichezewa rafu, lakini dakika hiyo sekunde hiyo RS Berkane walichukua ule mpira na kutaka kwenda kuattack Simba. Shomari Kapombe ajaribu kumchezea rafu mchezaji. Kwa hiyo ile ya Shomari Kapombe mwamuzi akaitafsiri ni foul. Ile ya Joshua Mutale ambayo yeye alikuwa amedondoshwa hakuitafsiri kama ni foul. Kwa hiyo kidogo kwa lile mimi kwangu niliona kama hajatenda haki. Ukija kwenye engo ya Pimpi Kamara, kuna moja alikuwa amekwenda juu kucheza ule mpira. Kuna mchezaji wa RS Berkane alikwenda kumharas, hakuitafsiri, lakini upande wa goalkeeping wa RS Berkane yeye alitafsiri kama ni foul. Kwa hiyo kuna matukio kama kwangu mawili aliona kama kidogo mwamuzi alimeza filimbi kwa upande wa Simba Sports Club, lakini kwenye upande wa red card kwangu mimi ilikuwa ni clear red card, kwa sababu hata ulimwona mwenyewe Yusuf Kagoma haja doubt kitu chochote, alijua makosa aliyofanya ni adhabu ambayo inastahili yellow card. Sasa baadhi ya mashabiki ambao wanakwenda kumwataki mwamuzi kwamba ilikuwa si sahihi, sasa tuitengeneze kwamba ile ingekuwa ndo ya kwanza, Yusuf Kagoma anapewa njano ya kwanza, wasingelizika, lakini waliona kwamba ni ya pili anakwenda kuadhibiwa. Tayari Simba anatengeneza pengo la kwenye eneo la uti wa mgongo wa Simba, na ni mtu ambaye ni mkata umeme. Kwa hiyo limlazimu kocha kumshusha Jean Charles wa kutengeneza partnership pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, tayari na maana juu kuna udhaifu. Kwa hiyo Simba walikuwa wameimarisha nyuma, wakawa wanacheza counter attack kwenda kuwashambulia RS Berkane. Kwa hiyo tayari kwa timu kama RS Berkane wana experience ya mashindano. Wamecheza finali 6, wamechukua mara 3. Kwa hiyo ina maana kuna vitu ambavyo wao tayari wamevi experience katika kichwa chao. Kwa hiyo wakajua kucheza na timu pungufu tunahitaji sisi kumeza mashambulizi yao,
mpira tempa tunaishusha. Sisi wao wakija kwa speed, sisi tunauchukua mpira tunacheza kwa tempa ya chini. Ndio kitu ambacho walikuwa wamekifanya. Kwa sababu kiangalia hivyo kuna mtu alikuwa anaitwa Kamara, alikuwa iko free. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa mfanisi mzima, na ustazi wangu mmoja alikuwa na udevu. Yeye ndo alikuwa mtu ambaye ndo anapika mashambulizi na kuhakikisha uhatari unaanzia kwake kwenda kwa Simba Sports Club. Na kocha Fadlu Davis baada ya kuona Yusuf Kagoma amepewa njano ya kwanza dakika 36 pamoja na Fadlu Davis. Hiyo ndo walipewa wote pamoja. Dakika 36 kipindi cha kwanza. Kadi ya njano ya kwanza. Kwa hiyo Fadlu Davis alikwenda akiwa kwenye dressing room. Ajaribu kuongea na Yusuf Kagoma kwamba tayari wewe una kadi ya njano, na ukiangalia namba yake namba 6 ni namba ya kukuta ya mgongano. Kwa hiyo inaweza kuja kurisk, angemtengenezea mazingira rahisi. Lakini Yusuf Kagoma kama tunavyofahamu ni mchezaji ambaye huwa anafika sana kwenye miili ya watu. Kwa hiyo mimi naamini ilikuwa kadi nyekundu ambayo ilituumiza wana Simba, lakini kimchezo unapokuwa uko nje ya sheria 17, muamuzi anapokwenda kutafsiri kwamba umecheza nje ya sheria, lazima ukubaliane nayo. Yote kwa yote mechi imeshapita. Tujipange kwa next game, ni mashindano yajayo. Mimi naamini kabisa kwa Simba pale walipofikia wanastahili pongezi. Turudi hapo kwenye hayo matukio tata ambayo yamejitokeza kwenye mchezo ule. Twende kwenye tukio la offside ambalo goli lilifungwa na Mukwala. Le goli lilikataliwa na referee alizungumza tu na wale ambao wako kwenye vyumba vya VAR na kufanya maamuzi. Watu wengine wanaona haikuwa vyema zaidi, angeenda kujiridhisha yeye mwenyewe katika ile video ya kutazama ili kutoa maamuzi ambayo ni sahihi zaidi kuliko hayo ambayo ameyatoa. Kwa nini ya kwenda pale? Watu wamekuwa na maswali mengi. Ukisema hivyo unakosea, kwa sababu assistants wale kule ndani ndio wanamshawishi referee wakati wanapokwenda kuangalia, wale wanajiridhisha, na endapo wao pia wakaona labda ina ukakasi wanamuita naye aende kuangalia, kwa sababu wale wote wanashirikiana kwenye engo hiyo. Kwa hiyo hata Simba kwenye mechi ya South Africa tunaruhusu goli moja lile la Stellenbosch, referee hakwenda kuangalia VAR, ila aliambiwa, alipata taarifa kupitia ambao wako room, kwa ambao wanafuatilia VAR, akajiridhisha na kile ambacho kimetokea. Mpira ukapigwa offside, mpira ukapigwa kuelekea Stellenbosch, ina maana mpira ulikuwa umeshakufa, si ndivyo? Goal kick. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wale wote wana maamuzi sahihi, na hata ukiangalia kwenye picha marudio inakuonesha Dese Mukwala na Kip Dennis walikuwa wale ni offside. Unajua RS Berkane wana mbinu za kimchezo sana ndani na nje ya uwanja, kwa sababu ukiangalia ile faulu wanamfahamu. Analysis wa mpira uliokufa kwa Simba Sports Club ni Jean Charles Ahoua, na ni mchezaji mzuri sana anapopiga mpira uliokufa. Kwa hiyo wakajua eneo hili ni mbali, ni lazima hii kuwe kuna connection baina ya Jean Charles Ahoua na mchezaji yoyote hapa, yani udondosho kwenye migongo ya mabeki wa RS Berkane, na ndivyo ilivyofanyika. Kwa hiyo wale ukuta uliokuwa umepangwa, goalkeeper yule goalkeeper anadakia Morocco. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye anaondoka kwenye kombe la dunia, ni goalkeeper ambaye ana experience. Kwenye engo ya juu alimweka ukuta wake, alimweka mtu mrefu ambaye Jean Charles Ahoua akipiga kwenye engo ya juu ni lazima kutokee fraction yoyote. Akawaweka wachezaji wake wawili katika ukuta aliopanga, akijua kabisa kwenye engo hizi mbili ziko sahihi. Akajua hapa katikati lazima ndo kutakuwa kuna uhatari, na kweli Jean Charles Ahoua alikwenda kugusa. Kwa wakati Jean Charles Ahoua anakwenda kupiga ule mpira, ule ukuta wale mabeki wakilihama kidogo, kuacha walisogea kidogo, wakamwacha Kip Dennis pamoja na Stephen Mukwala ambao wao walikuwa offside. Kwa hiyo ile ni akili ya kuwatega Simba na waliingia kwenye mfumo. Kwa yote ni tujaribu kuishi kwenye mazingira ya uhalisia, kwamba tulikuwa tunalazimishwa kwamba tunakwenda kubeba, labda tungebeba mimba, lakini kubeba ubingwa kwa timu hii ambayo sisi tunaamini kwamba tunakwenda kutengeneza timu. Mimi hapa Sam Simba ambaye tayari nimeshajitengeneza kisaikolojia, tunaenda kuambiwa kunaenda kubeba kombe. Leo hii muulize msemaji wangu, anasema kwamba tumejitahidi kwa sababu tunajenga timu, ameshahama kwenye kile kitu. Kwa hiyo tuishi kwenye uhalisia wa kwetu sisi, yani akili ya kuambiwa afu changanya na ya kwako. Tunaenda kubeba kwenye engo gani? Bado timu yetu ya kubeba kombe tunapokutana na kama timu kama RS Berkane kwenye pitch kinawezekana, lakini je, nje uwanja tunaweza kubeba hizo changamoto? Jibu ni hakuna. Ukimuuliza leo kiongozi yoyote wa Simba analia na referee. Kiongozi unalia na referee.
unashindwa kuzitathmini sheria 17 za soka. Nimeangalia kwenye page Salim Tagani anaongea kwamba hii ndio michuano ya Afrika. Yeye anaongea michuano ya Afrika. Sasa michuano ya Afrika ina issue gani? Kwenye engo gani tumezulumiwa? Mimi sioni kama kiongozi natakiwa arudi na kuwapongeza wachezaji na Simba kwa ujumla. Hapa tulipofikia tuwatengeneze wachezaji, tuna wachezaji wazuri sana. Mimi naamini hata tunapotenda kufanya backup ya baadhi ya wachezaji ni sehemu ndogo sana. Mimi naamini eneo la ushambuliaji ni sehemu ambayo linatakiwa kufanywa utafiti kidogo. Lakini baadhi ya wachezaji wengi tungepata wakina Mpanzu hata wawili hata watatu ili waweze kutupa matokeo chanya zaidi ya hiki ambacho tumefikia Simba. Tukio la Pinpin Kamara pamoja na Fabrice Luamba Ngoma ni tukio ambalo limeleta utata sana na limesambaa kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akitafsiri kwa namna yake. Sam Simba, ile inakuwa inamaanisha nini? Ukimzungumzia mtu Fabrice Luamba Ngoma, unazungumzia mtu ambaye ana experience sana kwenye hizo tournament za CAF. Tofauti na Pinpin Kamara. Ni mtu ambaye ameshacheza Raja, ligi ambao hawa RS Berkane wanatoka, ni mzoefu, anafahamu mbinu za Waarabu. Kwa hiyo kitu alichokifanya ni kumwataki Pinpin Kamara, kumwambia lile kosa ambalo alilifanya, toa mpira nje, tuje tusaidiane, mambo yaende. Lakini yeye alipokwenda pembeni nje ya kibendera kule, alichukua mpira na kurudisha ndani ya 18. Sasa hebu imagine kama ingekutana na mtu angepiga ile rebound, kwa sababu ule ni mpira ambao ulikuwa tayari unadondoka, angekutana ule mpira akaweka golini, alikuwa yeye hayupo. Alimwambia tu beki wake, sogea hapo niachie huu mpira mimi nicheze. Sasa ingetokea. Kwa hiyo ni maelekezo. Hakuna mchezaji ambaye ni sahihi kwa 100%. Ni lazima mnakuwa unapomwona mwenzako iko tofauti na kile kitu ambacho mmeelekezwa na kocha, mnapeana maelekezo, ndo maana ya teamwork. Kwa hiyo sidhani, mimi niko pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, ila Pinpin kama alijiona kama Eddie Gea, hataki kupewa maelekezo. Na ndio muona reaction ile ambayo wachezaji jasho linavuja, kwa hiyo kidogo litokea reaction ndogo, lakini mimi naamini alikuisha kwa sababu litokea hafu ya kwanza. Ya mambo alikwenda sawa, yote kwa yote ndio mpira ulivyo. Mchezaji unapotoka jasho kama akili zinaruka hivi, unachopewa maelekezo na mwenzako hata kama ni kizuri wewe una react kama ni kibaya. Kwa hiyo mimi naamini hicho ndio kilitokea, lakini Fabrice Luamba Ngoma ni kiongozi kwenye mechi ya Simba. Angalia movement ambazo RS Berkane wanazifanya, yeye anakwenda kutuliza timu. Ni bonge la mchezaji ambaye alichokifanya ni kwenda kumtuliza Pinpin Kamara, lakini Pinpin Kamara yeye alijiona yeye kwake sasa hivi mabega yametoka juu ndani ya Simba Sports Club. Lakini mimi naamini uongozi walijaribu kuliweka sawa, na uliona hapo walivyorudi kulikuwa hakuna tofauti, ila tayari sisi social media nyingi sana zinapenda kuonesha vitu vingi ambavyo kuna dosari, huwa hawajui kitu gani ambacho labda kwenda kukitengeneza kinaweza baadaye kuleta athari kiasi gani kwenye baadhi ya mchezaji na mchezaji. Tumalizie kuhusu tukio la baadhi ya mashabiki wa Young Africans walitolewa nje ya uwanja, umeona, wakiwa wanashinikizwa kama wana hujumu hivi ule mchezo. Kwako umelichukuliaje lile tukio? Ni la kimichezo ama ni tukio ambalo linapaswa kukemewa vikali? Mimi kwangu kama Sam Simba, kwa sababu hii ni athari tayari hata ndani ya Simba kwenyewe, hatupendani. Kwa hiyo walichokifanya ni ushamba, ule ni ushamba. Kwa sababu shabiki ameingia gate collection, amefaidisha wewe, si ndivyo? Hata kama mapato labda anakwenda sehemu tofauti, lakini ameonyesha upendo wa kuingia. Yeye ana athari gani? Shabiki ameingia kwenye jukwaa, ana athari gani? Ni ushamba. Ni hizi imani za kishirikina ambazo kwangu mimi hazina nafasi. Tengeneza quality yako ya wachezaji washike maelekezo ya mwalimu ndani ya pitch. Shabiki wa Yanga ameingia kwenye pitch, ni ushamba. Ndio maana hata ndani ya Simba sisi wenyewe mashabiki hatupendani. Mimi mwenyewe ni shabiki wa kwanza, ninakaa na mashabiki wa Yanga jukwani. Hapa yupo mwalimu wa Yanga, hapa yupo Godi Yanga, hapa yupo hapo namkuta Makame, hapo namkuta Mapesa, hapo namkuta Frank. Nipo kati Sam Simba ya mashabiki wa Yanga. Sijawahi kutolewa nje hata siku moja. Tunashangilia pale mtu unapojisikia kushangilia, si ndivyo? Yanga hawana hayo mambo. Yanga hawana hayo mambo ya kupigana, sijui nini, kudhalilishana, sijui nini. Mambo tunaona Simba. Ugomvi wao umeona ni jambo la msingi sana. Lakini hawafahamu mpira, kwamba mpira wa miguu siku zote ni swala la uwekezaji. Siku zote ni quality ya mchezaji ndio inaenda kuamua pitch. Si ndivyo? Kwa hiyo mimi natoa tu ushauri. Hili swala tutakuja kuuana. Haikuwa sehemu ya utani wa jadi. No. Hilo sio swala la utani. Unapoweza kumpiga mtu, sio swala la utani. Haya mambo yapo kwa upande wa Yanga, yapo upande kwa Simba. Lakini mimi naona Simba yamezidi sana. Mimi labda ndio ningekuwa muhanga kwa upande wa Yanga na ningepigwa hata kuuliwa, kwa sababu mimi nakaa kati ya mashabiki.
wa Yanga. Na ushahidi. Hata picha anazopiga mimi napiga naishi nao vizuri kwa sababu mimi naongelea mpira. Siongelei mimi opinion. Unapoongea opinion unakwenda tofauti na mpira. Yaani unaongea kitu ambacho hakina uhalisia. Kwa sababu ukiniambia mimi niongelee habari ya mpira nitaongelea hata wewe mwenyewe. Ukiwa ni mtu wa mpira utanielewa ninachoongea. Sasa nikiongea ushabiki hauwezi wewe kunielewa. Nitakwambia jana tumenyimwa kuchukua ubingwa kwa sababu ya referee. Sawa, nipe fakti zako sasa za referee kukunyima ule ubingwa. Ilikuwa ni nini? Kwa sababu wale walikuwa wanacheza kibingwa zaidi. Walikuwa na meza mashambulizi ya Simba. Mimi kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema kwamba namsifu Fadlu Davis ni kujaribu kumoverlow Kamara ambaye alikuwa kama jana mimi ningekuwa ni kama Fadlu Davis. Jana Kibu Denis nisingemwacha nje au ningemuingiza kipindi cha pili tu. Sababu jana Jean Charles Ahoua alikuwa hana kazi kubwa ambao mimi nilikuwa nanishawishi zaidi ya wewe kwenda kupiga mipira iliyokufa. Pesi tu basi. Lakini jana nilikuwa natamani nicheze na watu ambao ni wabunifu wa kukimbia sana na mpira. Mtu kama Kibu Denis, mtu kama umeona jana alivyofanya Joshua Mutale na mtu Elia Mpanzu. Wale ni watu ambao walikuwa takiwa jana waingie kuenda kuharibu mpango kazi wa nani wa Kamara. Kamara ukienda kwenye yani ukitumia muda mwingi kudribble mpira unamharibu kwa sababu yule anataka sana ili umuone mzuri. Yule pasa mtu kama Jean Charles Ahoua si yeye anapiga sana pasi. Kwa hiyo yeye anakwenda kufanya kuharibu zile pasi ambazo zinakwenda kuelekeza kwa mtu. Kwa hiyo wao walikuwa Kamara sio mzuri kwenda kufanya marking kwa mtu ambaye ana dribbling, ambaye mtu ana matukio mengi pale katikati. Alishindwa jana kufanya mpango kazi wake vizuri Kamara. Alikutana na watu ambao wanakimbia mno. Kwa Kibu Denis jana ile mechi ilikuwa inamuhusu dakika ya kwanza. Elia Mpanzu pamoja na Joshua Mutale. Kwa sababu mimi kama ungesema kwamba haya Jean Charles Ahoua unamweka wapi? Kibu Denis ningemwacha kule winga. Alafu Jean Charles Ahoua nikamweka katikati. Kushoto huko Elia Mpanzu. Sijui unanielewa? Kwa hiyo sitaki kumlaumu mtu yoyote kwenye mechi ya jana. Simba yale ndio matokeo ambayo tulikuwa tunastahili. Kombe kuondoka. Sababu ukiangalia hata viongozi walikuwa wameconcentrate sana nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja. Matukio mengi, kelele zilikuwa nyingi uwanja. Na mimi blaza nakwambia ondoka na hii. Kama hii tournament ya CAF ingekuwa ndio ligi ya kwetu, Simba singepeleka timu uwanjani. Tusingepeleka timu uwanjani kwa sababu gani? Malalamiko yangekuwa mengi na hata hii swala la kusema uwanja tunabadilishiwa dakika za mwisho tungetumia hiyo kigezo. Sasa sio ni BC baba. Wale sio kina Almasi Kasongo. Ile ni CAF. Kwa wakaamua. So Simba hata Yanga pia kipindi kile Fiston Mayele wapo walikuwa vibali vyao havijakamilika. Walikuwa wamenyimwa kwenda kucheza. Unakumbuka walikuwa wanacheza na Rivers? Yanga alipigwa hapa akapigwa na kule. Yanga akasema hatuchezi. Walicheza hawajacheza? Wale ni CAF. Yule ni CAF. Hawana mambo ya kujaribu sijui bodi ya ligi tunaandikia leo, kesho anasema mechi yachezwe. Hawana hizo habari. New Amani Complex. Simba Vizes Berkane. Unacheza uchezi utajua wewe mwenyewe. Peleka timu pale. Alafu usipeleke uone kama watu waje kusahau kwenye ramani ya soka. Asante sana brother. Mwanamichezo huyu alikuwa ni Sam Simba. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu dakika 90 za fainali ya kombe la shirikisho kati ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya RS Berkane, fainali ya pili iliyochezwa pale Zanzibar, na fainali ilitamatika kwa sare ya 1-1 na ikambeba RS Berkane kwa matokeo ya 1-1 au matokeo ya kiujumla kwa kushinda goli 3-1. Hivyo RS Berkane ndio bingwa wa kombe la shirikisho katika msimu wa 2024-2025. Mimi naitwa Dickson George, nyuma ya kamera alikuwepo Medadius Mandoro. Hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata mwendelezo wa taarifa za kimichezo pamoja na zile za kiburudani. Shukran sana.